السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد، baada kumshukuru Allah subhanahu, kutaka sala na salam zimfikie mwalimu wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni fursa tena adhim ya kukutana kwa ajili ya kupeana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haraka mada yetu ama maongezi yetu, kabla mgeni hatujampa maiki, ni vizuri tukaweza kupeana nasaha walau kwa ufupi, na nasaha zetu tutasimama juu ya unwani inayosema almahabbatu fillahi ta'ala walqiyamu bihuquqiha, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kusimamia zile haki za mapenzi ya kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na neno mahabba, almahabbatu fillahi ta'ala, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni moja ama ni min asma wa a'la al-alaiqa, ni katika mambo ambayo ni ya msingi sana, na ni katika mambo ambayo yanayoleta mafungamano kati ya mtu mmoja, bali kwa jamii ya Kiislamu kwa ujumla. Wadhālika li'annahu badlun nasiha, kwa sababu ndani yake kuna kutoa nasaha au kujitolea muhanga, lakini pia kupeana na kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hilo la kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kwamba lina nafasi kubwa. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah subhana, bora ya mambo ambayo yenye kupendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni alhubbu fillah, ni kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walbughdhu fillah, lakini pia kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni kwamba ikiwa utapenda kitu ama utampenda mtu, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa utamchukia mtu, bali iwe ni kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala si vinginevyo. Na mapenzi haya aina hii Allah subhanahu wa ta'ala aujaba ala nafsihi, Allah akayafanya kwamba ni wajibu yeye mwenyewe katika nafsi yake, mahabbata, kumpenda man takhallaka bi khulqil mahabba, kumpenda yule mtu atakayekuwa amejipamba na sifa ya kuweza kuwa na mapenzi ya kuwapenda waumini, mahabbata lilmu'minin, mapenzi ya kuwapenda waumini, at-ta'i'in, wale ambao watakuwa ni wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ambayo inasimuliwa na iliyopokelewa na Abi Idrisa al-Khawlani rahimahullah, anasema dakhaltu masjida Dimashq, siku moja niliingia katika msikiti unaopatikana katika sehemu za Damashq, fa idha fatan barraqu thanaya, ghafla mbele yangu nikamuona kijana ambaye meno yake imependeza, wa idha nasu ma'hu, yani yule kijana baada ya kutokezea ni kijana ambaye anaonekana kwamba ana bashasha, uso wake unapendeza, meno yake ina furaha kiujumla. Wa idha nasu ma'hu, ghafla nikiangalia kuna watu wako wamemzunguka kijana yule. Huyu bwana ambaye Idris al-Khawlani akasema, nilipoiona ile hali, fa idha ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi, watu wakitilifiana juu ya jambo fulani katika mambo yao na miamala yao, ghafla kuelekea na kumfuata kijana yule, wasadaru an ra'i, mwisho wa siku yeye huwatolea fatwa na kuweza kuondoa zile yale mambo ambayo wamehitilifiana kwayo. Fasaltu anhu, huyu bwana akasema, nilipoona hali ile ikanishangaza sana, nikaamua nikamuuliza. Faqila hadha Muadh bin Jabal, nilipouliza huyu bwana ni nani, ni kijana lakini bado anaonekana katika umri ambao ni mdogo, lakini watu wanapoitilifiana kurejea kwake yeye na kumpelekea kesi zao, na yeye hutatua yale matatizo ambayo wameambatana nayo. Nilipowauliza wakaniambia, fa huwa Muadh bin Jabal, bwana huyu si mwingine bali ni Muadh bin Jabal
ambaye ni moja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule bwana akashangaa sana, kwa nini hali hiyo? Anasema falamma kana min al-ghaddi hajjartu, anasema ilipofika siku ya kesho nikaamua, kwa sababu huyu bwana alikuwa sana anapenda nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, na anafika msikitini kabla hajaitwa kwenda kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu wengi wamejiwekea mazingira kwamba kwenda katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mpaka asikie adhana. Kumbe kuna wakati unaweza ukafika kabla hata ya adhana kwa lengo la kwamba ujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa akasema kwamba ilipofika siku ya kesho yake, mimi nikaamua kuingia msikitini mapema kabla hata watu hawajaadhini, lengo kwamba niweze kumkuta huyu bwana. Fawajadtuhu yusalli, ghafla nikamkuta bwana yule yuko tayari anaswali. Fantadhartuhu hatta qada salatahu, nilichokifanya mimi nilimsubiria mpaka pale alipomaliza ile sala yake aliyokuwa akiiswali. Thumma ji'tuhu min qibali wajhi, baada ya hapo nikamwelekea, nikamsalimia na nikakaa naye. Fasallamtu alayhi thumma qultu lahu, baada ya kumsalimia nikamuuliza yule bwana, wallahi inni la uhibbuka lillah. Huyu bwana anasema nikamwambia Muadh bin Jabal, nikamwambia wallahi mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamwambia inni uhibbuka lillah, wallahi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah, anamwapisha, je, maneno unayosema ni ya kweli? Faqultu, nikasema Allahi, namwapa Allah subhanahu wa ta'ala kweli nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah, akarudia tena mara ya pili, je, maneno unayosema kwamba unanipenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno haya ni ya kweli? Faqala Allah, nikasema kweli nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala si kwa ajili ya jambo jingine. Maneno haya aliyarudia mara tatu. Faqultu Allah, fa akhadha bihabwati ridai fajadhabani ilayhi. Ghafla Muadh bin Jabal akanikamata, akashika katika fundo ya shuka yangu, akanivuta kwake yeye. Baada ya kunivuta, faqal, akawa ni mwenye kusema abshir, kuwa na bishara njema. Ikiwa kweli maneno uliyosema kwamba mapenzi yako ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi nakupa bishara. Abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika yangu mimi nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul, ilhali yakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kusema, qala Allah tabaraka wa ta'ala, amesema Allah mtukufu katika hadithi al-Qudsi, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiya, kwamba yamewajibika, yamekuwa ni wajibu mapenzi yangu kwa wale waja wangu watakaokuwa ni wenye kupendana kwa ajili yangu mimi. Walmutajalisina fiya, na wale wanapokaa vikao vyao hawakai isipokuwa kwa ajili ya mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na kikao hiki bila shaka ni kwa ajili ya kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna jingine lolote ambalo limetuleta isipokuwa mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuishi kwa kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni ushahidi tosha kwa maneno ya Allah aliposema wajabat mahabbati lilmutahabbina fiya, yamekuwa ni wajibu. Allah anatoa ushahidi kwamba yamekuwa ni wajibu mapenzi yangu kwa wale watakaokuwa ni wenye kupendana, si kwa ajili ya mali, si kwa ajili ya dunia, si kwa ajili ya kingine chochote kile, bali ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmutajalisina fiya, lakini pia wale ambao wanaokaa vikao vyao ni kwa ajili yangu mimi. Walmutabadilina fiya, na wale ambao wanapotoa na kupeana si kwa ajili nyingine bali ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walmahabbatu fillahi ta'ala minhatun rabbaniya, na haya mapenzi sasa ya kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni tunu itokaye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa sirrun min al-asrari al-ilahiyya, lakini pia ni siri miongoni mwa siri za Allah subhanahu wa ta'ala, allati qad la yudriku al-'abdu sababaha, jambo ambalo huenda mja wa Allah subhanahu wa ta'ala asifikie kujua nini sababu yake, illa annahu yushiru bi athariha, isipokuwa athari yake atakuwa ni mwenye kuitambua. Qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihati, hakika ya wale ambao walioamini, waliojipamba na sifa ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala,
kisha wakatenda matendo yaliyokuwa bora, matendo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, sayaj'alu lahum arrahmanu wudda. Yani wewe kujipamba na sifa ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ukawa unatekeleza yale ulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni amri basi ukayafanya, na ikiwa ni nahi, ni makatazo, ukakatazika nayo, hakuna kingine atakulipa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah atajalia mapenzi katika nyoyo zenu. Ndio Allah akasema sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Hawa walioishi katika kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atatia katika nyoyo zao mapenzi ya kupendana. Qala ulama tafsiri katika kuifasiri aya hii wakasema yuhibbuhumullah, hakuna jingine litakalofuatilia maadamu wamemwamini Allah na wakatenda matendo yaliyokuwa bora ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wakajiepusha na yale waliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kingine kitakachofuatilia bal Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum, Allah atawapenda, wa yuhabbibuhum ila ibadihi almu'minin, lakini pia atawafanya watu hawa wawe ni wenye kupendeza mno kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni waamini. Waqala fi haqqi sayyidina Musa alayhi salam, lakini pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika haki ya nabiiullah Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa alqaitu alayka mahabbatan minni, na nimetia kwako wewe mapenzi yatokayo kwangu mimi, walitusnaa ala aini, lakini pia kwa kupitia hilo utakuwa ni mwenye kufanya au kwenda kokote unakoelekea chini ya uangalizi wangu, kwa maana ya kwamba chini ya uangalizi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas akasema kwamba ahabbahu wa habbabahu ila khalqi, Allah subhanahu wa ta'ala alimpenda nabiiullah Musa, lakini pia akazifanya nyoyo za watu ni zenye kumpenda nabiiullah Musa kwa sababu kasimama na yale ambayo ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad warada fil hadithi an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, lakini pia imekuja hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam qala idha ahabba Allahu al-'abda, Allah subhanahu wa ta'ala anapompenda mja wake, nada Jibrila, basi humnadi kumuita malaika Jibril kwa kumwambia inna Allaha yuhibbu fulanan, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuwampenda fulani, fa ahbibhu, basi na wewe Jibrili kadhalika mpende. Fayunadi Jibril fi ahli sama, Jibril atampenda mtu huyo kwa sababu ni oda iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye pia atakuwa ni mwenye kunadi kwa ahli sama, watu walioko mbinguni, kwa kusema inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amempenda mja fulani, tena mja mwenyewe yuko katika ardhi hii, na nyinyi mpendeni. Jibril anawaambia wale ahlu sama, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, fayuhibbuhu ahlu sama, hakuna kitakachofuatilia bali ni ahlu sama watakuwa ni wenye kumpenda mtu yule. Thumma yubahu lahu alqabul fil ard, kisha baada ya hapo mtu yule itajaliwa katika nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kumpenda. Wayufasiru hadithu Thawban radhiyallahu anhu marfu'a, hadithi hii kadhalika inafasiriwa na hadithi ya Thawban anaposema innal 'abda la yaltamisu mardata Allah, hakika mja wa Allah subhanahu wa ta'ala huenda akawa au huwa ni mwenye kuzitafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, wala yazalu bidhalika, na wala hatoacha kuwa katika hali hiyo. Fayaqulu Allahu azza wa jalla li Jibril, kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuangalia moyo wa mja wake huyu anatafuta ridha zake, Allah atakuwa ni mwenye kusema kumwambia Jibril, inna fulanan 'abdi yaltamisu mardati, hakika mja wangu fulani anazitafuta radhi zangu, wa inna rahmati alayhi, na hakika tayari rahma zangu ziko juu yake. Fayaqulu Jibril rahmatullahi ala fulan, Jibril atasema rahma za Allah subhanahu wa ta'ala zimeshakuwa zimewajibika kwa fulani. Wayaquluha hamalatul arsh, na maneno haya wale hamalatul arsh walioibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni wenye kuyasema. Wayaquluha man hawlahum, lakini pia waliopendezoni mwake watakuwa ni wenye kuyasema maneno yayo, hata wale watu waliozunguka walioko mbinguni. Thumma tahbitu lahu ila al-ardh, kisha rahma zile zitakuwa ni zenye kushuka ardhini, kwa kuwa waja hao watakuwa ni wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu bwana anaitwa Abu Hamza an-Nisaburi,
siku moja aliulizwa kuhusiana na wale wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man hum? Abu Hamza an-Nisaburi suila yawman manil mutahabbina fillah, ni wapi wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sikie jibu lake akasemaje? Faqala al-amiluna bi ta'ati Allah, ni wale wanaofanya katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutaawinuna ala amri Allah, wale wenye kusaidiana juu ya amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tafarraqati duwaruhum wa abdanuhum, hata kama majumba yao yakawa yametofautiana, yuko kule nchi nyingine, yuko mashariki, yule yuko magharibi, kadhalika hata kama jinsia zao zikawa zimetofautiana na makabila yao, wakawa tu ni wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafahamu kwamba uwanja ni wa shekhe wetu ambaye ni mgeni. Kwa kumalizia, nielezee walau kwa ufupi ni yapi matunda ambayo anayapata yule mwenye kuwa mapenzi yake ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min thamarati almahabbati fillah, na hakika miongoni mwa matunda yanayopatikana kwa mtu kupenda ama kumpenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayablugha al'abdu kamal al-iman, ni kwamba huyu mja atafikia katika daraja la ukamilifu wa imani. Yani wewe kumpenda ndugu yako katika imani kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya cheo chake, si kwa ajili ya pesa zake, si kwa ajili ya taifa lake, si kwa ajili ya ukabila wake, si kwa ajili ya lolote lile liwalo, bali umempenda ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe utakayekuwa ni mwenye kufanya hivyo utakuwa umefikia kwenye ukamilifu wa imani. Fa'an Abi Umama radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Abi Umama radhi za Allah ziwe juu yake, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man ahabba lillah wa abghadha lillah, yule atakayependa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ikitokea kuchukia basi anachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'ta lillah, lakini akitoa ni kwa ajili ya kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, wa mana'a lillah, na akituzuia kitu pengine atakapoombwa basi akazuia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istakmala al-iman, hakika mtu huyu imani yake imekamilika. Bal innal hubba fillah wal bughdha fi, bali kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala min awthaqi ura al-iman, ndio imani yenyewe ambayo imekamilika na iko sawa. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna min awthaqi ura al-iman almuwalatu fillah, iman au iliyokamilika na ambayo ni nzuri iliyokamilika ni wewe kupenda kwa ajili ya Allah, na ikitokea kuchukia na kufanya uadui kusiwe kwa ajili ya jambo jingine bali ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhubbu fillahi walbughdhu fillah, na kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhassu halawatul iman wa tumaninati fil qalb, na wala haiwezi ikapatikana au mtu akahisi ile ladha ya imani na utulivu wa imani katika moyo, illa dhalika alladhi ahabba fillahi wa kariha fillah, isipokuwa yule ambaye atapenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na akawa ni mwenye kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ambayo anaipokea Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, thalathun man kunna fihi, mambo matatu yule atakayekuwa katika moyo wake mambo hayo yanapatikana, ama yeye akawa katika mambo matatu hayo, wajada halawatal iman, basi mtu huyo atakuwa amepata ile ladha ya imani. Haya ni maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa, ambaye hatamki kwa hawa nafsi, kwa matamanio ya nafsi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mambo matatu yule ambaye atakayekuwa katika mambo hayo, wajada halawatal iman. Jambo la kwanza, faqala alayhi salatu wasalam, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ni kwanza awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanapendeza mno kuliko mwingine yote yule awaye. Mapenzi yako ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam yawe daraja la juu kuliko vitu vingine vyovyote vile unavyovipenda. Kisha akasema, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah,
na ampende mtu, ikitokea kuna mapenzi amempenda mtu, yasiwe mapenzi yale isipokuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yakraha an yauda fil kufr, lakini pia mtu huyu achukie katika moyo wake yeye kurejea kwenye ukafiri anasema wa yakra an yauda fil kufri kama yakra an yuqdhafa fi nar, achukie kurejea kwenye ukafiri. Allah subhanahu wa ta'ala akakupa hidayah ya dini hii ya Kiislamu, ni neema, fama ba'dahu neema, ni neema iliyokuwa hakuna neema inayofananishwa na neema ya Allah kukupa wewe hidayah, ambayo inatakiwa umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo kila usiku na mchana. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Hujaandika fomu ukapeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala uzaliwe wewe ni Muislamu au wewe ubaki katika dini, lakini hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe ulichukie hilo tena la kurejea kwenye ukafiri kama vile unavyochukia kutupwa katika moto wa jahannam. Wa dhakara al-Mundhiri riwayat bilafdhin thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman wa ta'ama, yule ambaye mambo matatu yatapatikana kwake yeye basi atapata ile ladha na taamu ya imani kisawa sawa. Ndugu zangu katika imani, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo tumekokotezwa sana. Kwa kumalizia, akhbarana al-muhibbu al-mahbubu sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa habari bi anna asdaqal mutahabbina fillah, hakika yule atakayekuwa ni mkweli na mapenzi ya dhati katika wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal ahabbu ila Allah wal afdal, huyo ndiye anayependeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na huyo ndiyo mtu bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala alayhi salatu wasalam, ma tahabba rajulani fillah, hawatopendana watu wawili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala illa kana ahabbahuma ila Allah azza wa jalla ashaddahuma hubban li sahibi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba hawatopendana watu wawili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa atakuwa yule ambaye mapenzi yake yatakuwa ni juu sana kwa mwenzake, basi huyo ndio atakayekuwa ni mwenye kupendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma tahaba ithnani fillahi ta'ala, hawajapendana wawili kwa Allah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala illa kana afdaluhuma ashadduhuma hubban li sahibi, isipokuwa yule mwingine atakayekuwa na mapenzi ya dhati kwa mwenzake, basi huyo atakuwa karibu zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo ni kupelekea mapenzi kupatikana, kwanza ni alhadiya, kule kupeana zawadi. Fahia tuwathiqul mahabba, jambo hili la kupeana zawadi ni jambo ambalo linapelekea sisi kuweza kupendana na kubaki katika misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika arshadana ilaiha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biqawli, na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuongoza juu ya jambo hilo kwamba tuwe ni wenye kupendana kwa ajili yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, tahadu, peaneni zawadi, tahabu, kufanya hivyo mtakuwa ni wenye kupendana. Lakini jambo lingine, al-ikhbaru bil mahabba, kumpa habari na kumweleza yule ambaye umempenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukamweleza kwamba mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbuka lillah, nakupenda si kwa ajili nyingine bali ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kufanya hivyo ni katika mwenendo Mtume sallallahu alayhi wasallam, lima yuthmiruhu min ziyadati mawadda, kufanya hivyo kunapelekea kukua mapenzi kati yenu na katika nyoyo zenu, lakini pia kuzoeana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha ahabba ar-rajulu akhahu, mmoja atakapompenda ndugu yake. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikitokea kwamba mtu amempenda ndugu yake, falyukhbirhu bi annahu yuhibbu, basi ni vizuri akamweleza kwamba yeye anampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Anas bin Malik akasema, anna rajulan kana inda an-nabii sallallahu alayhi wasallam famarra bihi rajul, kuna bwana alikuwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, famarra bihi rajulun, ghafla akapita mtu mwingine akampitia huyo bwana ambaye alikuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inni, hakika yangu mimi, la uhibbu hadha, nampenda mtu huyu. Qala la, faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,
a'lamtahu, je umempa habari, umemtambulisha kuwa wewe wampenda mtu huyo? Qala la, yule bwana akasema hapana, lakini katika moyo wangu na Allah ni shahidi kwamba nampenda fulani. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema a'limhu, mueleze kuwa wewe unampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falaqahu faqala inni uhibbuka fillah, ghafla akamfuata na akamueleza kwamba mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala uhibbuka ahabbaka alladhi ahbabtani lahu, akupende yule ambaye umenipenda kwa ajili yake yeye. Ndugu zangu katika imani, mada hii ni pana, lakini kulingana na muda wetu na uwanja ni wa shekhi wetu, nitakuwa ni mwenye kukomea hapa. Niseme subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallahu khairan.